Manze dunia iko na mambo man. Amusikii? Aka kijana kalikuwa na 17 years mwenye alanchanga stingo ya mapanga le. Hii ya shasha. Manze kijana alitekwa nyara hapo hivi Kanairo hapa juzi tu na mimi tulikuwa naye Sunday. Nasikia tubeshtango aligenya man. Hebu muone tu hapo huyu kijana, najua mnamtambua huyo mapanga le. Jamaa wa masoja wawili hapo hivi walimshika na wakamchinja. Hadi usikie mimi sikuwa naamini, kuuliza mkoro wake ndo akaniambia amededi man, mwili Maafisa wa polisi wanaendelea kuwazuilia walinzi wawili wa eneo la burudani la VVIP Rooftop hapa Nairobi kufuatia kifo cha kijana wa umri wa miaka 17. Inasemekana kwamba kijana huyo alifariki baada ya kupigwa na walinzi hao ambao waliuficha mwili wake hadi siku iliyofuata, huku upasuaji wa maiti ukionyesha kwamba alifariki kutokana na kupigwa kwa muda mrefu. Mwanahabari wetu Willy Lusige ana taarifa hiyo kwa kina. Jumapili ya tarehe 8 mwezi wa 5 alipoondoka nyumbani kwao katika mtaa wa Kangemi, Wilberforce Kisia mwenye umri wa miaka 17 hakujua ilikuwa siku yake ya mwisho ya kutumbuiza katika eneo la burudani la VVIP Rooftop. Mimi mara ya mwisho kuona Kisia ilikuwa Sunday saa 3 hapo saa 2:30. Kwa siku 4 familia ilimtafuta kote isimpate, huku video zake kwenye kurasa za mitandao ya kijamii ya klabu hiyo zikifutwa. Nikapigia cameraman, nikamwambia bro wangu alifika klabu, akaniambia alifika. Na alienda wapi? Akaniambia bro fika VIP mwenyewe ujiulizie. Walioshuhudia wakidai alipigwa na walinzi wawili wa klabu hiyo baada ya sintofahamu kuibuka, kisha wakamkaba na kumburura hadi chumbani alikofariki. Usimamizi wa klabu hiyo ukiwaita polisi jioni ya siku iliyofuata kuondoa mwili. Wamesema ya kwamba walidance kufika saa 9. Alichukuliwa hapo na bouncer mmoja, akampeana kwa ule mkubwa mwenye alimshika shingo, akaenda naye kwa hiyo corridor. Upasuaji wa maiti siku ya Jumanne ukithibitisha kuwa alifariki kwa kupigwa kwa muda mrefu katika maeneo tofauti ya mwili. Kwa shingo hapa amenyongwa, amegongwa huku hapa kwa kichwa, amevunjwa huku. Mnisaidie kama mtanisaidia mtoto wangu atafufuka. Lakini mnisaidie tu mtoto wangu haki, mtoto wangu haki. Familia ya Wilberforce ikililia haki na kutaka kujua kwa nini aliruhusiwa kuhudumu kwenye eneo la burudani akiwa na chini ya miaka 18. Usimamizi wa klabu hiyo ukisema unasubiri uchunguzi wa maafisa wa polisi kukamilika. Walinzi wawili wanaodaiwa kuhusika wamekamatwa. Marehemu Kisia alipoondoka hapa majuma mawili, miezi 4 kabla ya kusherehekea kutimiza miaka 18, hakujua ilikuwa mwisho wa safari ya maisha yake. Kifo chake sasa kikiwa kitendawili ambacho kinahitaji makini kuweza kuteguliwa, huku familia yake ikisema bado haijapata haki. Willy Lusige, runinga ya Citizen katika eneo la Kangemi,